Bado tupo kwenye kipindi cha usajili na timu mbalimbali nchini Tanzania zimeendelea kufanya usajili wa wachezaji wa kigeni pamoja na wachezaji wazawa. Sasa tunaelewa kabisa kanuni ya ligi kuu ya Tanzania bara inaruhusu kila klabu kusajili wachezaji 12 tu wa kigeni, na baadhi ya timu zinaonekana kama vile tayari wachezaji wamezidi. Sasa kwa upande wa Simba mpaka sasa ukiangalia kuna jumla ya wachezaji 13 wa kigeni. Hapa nitakumegea siri kuhusiana na mchezaji mpya huyu anaitwa Ino Loemba. Sasa ukiangalia kwa upande wa Simba Sports Club, wachezaji wao wa kigeni yupo Mahamadou Tanja Kasila, huyu ni golikipa, lakini yupo Erushan Deriak, huyu ni beki, yupo Ismail Toure, yupo Alassane Kante ni wa 4, wa 5 ni Nabi Kamara, wa 6 Elim Panzu, wa 7 Libase Geye, wa 8 Clatous Chota Chama, wa 9 Jonathan Soa, wa 10 Mohamed Bajaber, wa 11 Neo Maema, 12 Aniset Oura na 13 ni Ino Loemba ambaye muda wowote kuanzia sasa anaenda kutambulishwa na klabu ya Simba kama mchezaji mpya. Sasa kuna wachezaji 13. Kati ya hawa lazima kuna mchezaji mmoja atatoka ili kuweza kumpisha Ino Loemba katika usajili mpya wa Simba, kwa sababu Mahamadou Tanja Kasila ambaye ni golikipa, yeye amepishwa na Musa Pinpin Kamara ambaye ametolewa kwenye usajili na nafasi yake ndio imechukuliwa na golikipa mpya. Lakini kwa wachezaji waliobaki sasa ni jukumu la viongozi wa Simba kuweza kuangalia ni mchezaji gani ambaye anatoka ili Ino Loemba ambaye ni chaguo la kocha Steve Barker aweze kuingia kwenye kikosi cha Simba. Na kati ya wachezaji ambao wanazungumzwa sana kwamba wanaweza wakatolewa kwenye usajili kuweza kupisha usajili wa Ino Loemba ni Mohamed Bajaber kutoka pale nchini Kenya, ambaye huyu ni injury prone, hawezi kucheza michezo miwili au mitatu bila kuwa na injury, kwa sababu hata wakati anacheza mchezo wake wa mwisho ambao alicheza kwa jumla kama dakika 13 hivi kisha akapata injury ama kujitonesha, hakuwa anacheza muda mrefu kwenye kikosi cha Simba kwa sababu ya majeraha. Na wakati anasajiliwa na Simba kutoka Polisi ya Kenya, tayari Mohamed Bajaber alikuwa ni injury. Lakini pia kuna tetesi kwamba Neo Maema anaweza kaachwa na klabu ya Simba, ambapo wanatarajia kusitisha mkopo wake, ambapo huyu ni mchezaji wa mkopo akitoka Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hawa ni wachezaji wawili ambao wanazungumzwa sana ili kuweza kupisha usajili wa wachezaji. Na mpaka sasa Simba imetambulisha baadhi ya wachezaji wapya wa kigeni, akiwemo golikipa Mahamadou Tanja Kasila, yupo Ismail Toure wa 2, wa 3 ni Libase Geye, wa 4 Clatous Chota Chama, wa 5 Aniset Oura na wa 6 ambaye atakwenda kutambulishwa muda wowote ni Ino Loemba. Sasa hapa ndipo ambapo Simba wanatakiwa tulize akili na kuangalia hiki kipindi cha usajili ni kipindi cha kufanya tunaweza kusema ni kipindi ambacho cha kurekebisha kikosi, lakini ukiangalia kwa upande wa mnyama wamefanya usajili mkubwa sana na usajili wa wachezaji wengi kama vile ni dirisha kubwa. Huenda ikawa ni plani ya uongozi wa Simba kuendelea kuhakikisha basi at least furaha inarudi pale Msimbazi kutokana na usajili ambao waliufanya msimu uliopita ambao uliclick kwenye mfumo, lakini bado timu haikuweza kufanya vizuri. Lakini kwa sasa kwa jumla ya wachezaji 13 na mchezaji mmoja anatakiwa aondolewe ili kuweza kufuata kanuni ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo yenyewe kanuni ya bodi ya ligi inataka wachezaji 12 tu wa kigeni.